Anko, nimekusikiliza, nimekuja. Sasa sijui una gani kuniambia. Pia zile. Pale nyumbani mbaki peke yako. Umri unakwenda, huna mke, unakaa bure. Muda umefika wa kutoka. Nenda katafute vyako na pale papangishwe. Hivyo mjomba, kwani una shida gani wewe? Shida pale papangishwe kwako pale? Kwa dada yangu. Sasa I say. Kumbe unasema kwamba kwa nani? Kwa dada yangu. Mimi nani? Hata kama mtoto wake wakati wanajenga ulikuwepo. Wakati wanajenga dada yangu na mume wake ulikuwepo. Wote tumekaa. Muda umefika wa kukaa pale. Ondoka, nenda kapange. Nisikize kitu kimoja mjomba. Mjomba, sikiza kitu kimoja. Sawa. Ujue wewe mimi nakuheshimu sana. Sana. Wewe babu ya sawa kwamba mimi babu yangu mimi ana maeneo yake huko. Sio ndio kalisi huko. Wewe nyumba kwani inakuhusu nini? Nyumba ile ni ya babangu mimi. Na pale mimi siwezi kutoka kwa sababu mimi pale ndo nimeachiwa. Mimi ndo muangalizi pale. Mtoke niende wapi? Sikiza nikwambie beka. Unapoendelea kukaa vitu vya sikusuku akili yako inadibana. Nenda kapange pale papangisho. Yaani hilo, yaani nenda kapange pale papangisho. Mimi na swali moja. Boss, na watoto wewe? Wapo ndio. Umewaandalia nini mpaka sasa hivi? Vipo vya kuandalia. Kama kipi? Mimi najua. Mjomba, nisikilize. Mimi sitaki jifike sehemu tuvunjane heshima. Alafu mimi nakuheshimu sana mjomba wangu. Kwa sababu yani kabla mama kufariki alinisii kwamba niishi na wewe katika uvumilivu na utulivu. Sikumuelewa mwanzo. Sasa naanza sasa kumuelewa kwa nini alikuwa ananiambia kitu kama kile. Mjomba wewe, subiri kwanza. Mimi nataka hiyo heshima ivunjwe. Nataka heshima ivunjwe. Sasa pale mimi sitoki. Pale utatoka. Mimi pale sitoki. Pale utatoka. Kama wewe ni kitangula pale mimi nitatoka. Pale utatoka. Pale mimi sitoki mjomba. Mimi nasema pale. Alafu mimi nataka sasa mimi nione kama kweli wewe mwamba. Sawa. Mimi nitoe pale. Sawa. Utaniulia pale. Unavyotaka wewe na mimi nataka. Mjomba, tafuta vyako. Hata vile vyangu. Wewe una issue bwana. Sawa. Yaani bwana, sikuingia sikia nikwambie mjomba, sawa. Kama unakuwa huna story, huna mada, usiniite katika upuzi kama huo. Sawa. Mimi kama zangu kwamba ni sawa. Kwani mjomba kumbe ni waovyo kabisa. Sawa. Tena mjomba, sikia nikwambie. Na kuomba iwe mwanzo na mwisho kanyaga pale nyuma. Utanifanya nini? Sasa sitaki kuongea sana mjomba. Sawa. Sitaki laana mimi. Sawa. Sitaki laana mjomba. Sawa. Kwa makini sana. Ni bwana Yahudi, si unazaliwa wakati gani? Nilimwambia midai, uza kabla hujakufa. Sasa unaona sasa balaa. Wenzake wote wameondokeni, nimeng'ang'ania pale kaa paka laba. Haya tutaona, lakini mimi nitauza. Pale patauzwa naye aende akatanua akili. Sio kaa jitu umbo lisilo winda. Vipi ndugu yangu? Safi. Kwema kabisa? Kwema. Salama kabisa? Salama. Vipi ndugu yangu? Mbona kimya sana? Ndio kimya. Mteja unajua kashapatikana na kupigia simu mpokei. Message zangu zioni. Sasa shida nini ndugu yangu? Mbona unaweka usiku? Unajua nyinyi madalali mna shida sana. Shida tena na pale ukienda kicho unafungwa. Pale kuna mtoto anakaa. Nimetoka gombana sasa hivi. Yaani itakapofikia tu ile mtoto mpaka uchawi tutatumia. Hataki pauzwe. Hapo ndo unapofeli ndugu yangu. Unaweza kufungwa. Wewe tulia, mteja wako tulia kwanza. Hiyo hela tulia. Kama ana haraka katafute sehemu nyingine. Mteja wa moto milioni 45 ndio tunailalia. Sawa. Tunailalia ndugu yangu. Hata 100.